jambo moja kubwa la kujiepusha nalo baada ya kutoka katika mahusiano na narcissist ni kujiingiza katika migogoro na narcissist, hasa ya kisheria. Usijiingize katika migogoro ya kisheria na narcissist baada ya kuachana naye. Unapoingia katika migogoro ya kisheria, vikao, mazungumzo, unazidi kuwa dhaifu, yaani haupati, unapoteza. Mambo matatu ya kufanya baada tu ya kutoka kwa narcissist. Jambo la kwanza, nenda mahali salama, mahali ambako yeye hapajui, mahali ambako ni watu wako waaminifu tu, ambao truly unaamini they are in your corner, yani wako upande wako, yani watu ambao hawaogopi kukutetea, watu ambao genuinely wanakutia moyo, watu ambao they are ready to support you. Si umeelewa? Na sio kila mtu. Mara nyingi kwenye maisha mtu huyo unaweza ukawa naye mtu mmoja tu, so na wakati mwingine unaweza usiwe naye kabisa. Kwa hiyo tafuta mahali salama, nenda mahali salama. Jambo la pili, kata mawasiliano na narcissist. Kata mawasiliano na narcissist. Yaani ule mwezi wa kwanza, miezi miwili mitatu ya kwanza baada ya kutoka kwa narcissist, kata mawasiliano naye kabisa. Wakati huo wewe ni dhaifu. Wakati huo wewe bado ni chakula chake kinguvu. Hapa sio pasiongee masuala ya chakula cha kimwili, masuala ya nishati yako ya ndani, nguvu yako ya ndani inaokufanya usurvive. Yeye ndio chakula chake kile. Kwa hiyo sasa ukiendelea kuwasiliana naye, ataendelea kukumanipulate, ataendelea kukucontrol, atakujaza hofu na vitisho. Kwa hiyo kata mawasiliano. Na jambo la tatu, anza safari ya uponyaji. Safari ya uponyaji inaenda kukurudishia clarity, yani uwezo wa kupima mambo kwa usawa katika akili yako. Katika safari ya uponyaji inajumuisha kujithamini wewe mwenyewe, kujifanyia upendo na kufanya mambo yatakayo kurejeshea nguvu yako, pamoja na kukata muunganiko ulionao na narcissist. Angalau baada ya miezi mitatu ya kufanya safari yako ya uponyaji, unaweza ukaanza kuchukua hatua ambazo ni za lazima. Kama kuna mambo ambayo ni ya lazima ya kuwasiliana na narcissist, utafuata utaratibu wa kisheria ya kuwasiliana naye. Otherwise, nakutakia safari njema, safari ya uponyaji. Of course haitakuwa rahisi, is not easy, na ndio maana watu wengine wengi wanarudi kwa mnyanyasaji. Na ndio hapo inakuja unahitaji kupata msaada au mwongozaji ambaye atakuwa na wewe katika safari yako. Kwa hiyo weka commitment. Kama uwezi kuifanya safari mwenyewe, weka commitment at least miezi mitatu mpaka mwaka kwa ajili ya kupata support. Kuwa na furani haki yako. Ujaje kwenye sayari dunia kuishi maisha ya mateso. You came here for freedom, na huu ni wakati wako wa kuwa huru. I am the son of Zwangendaba, Awaken Giant.